bwana, Vijana Classic tupo hapa Msongola, kijiji ambacho kipo wilaya Ilala jijini Dar es Salaam. Kama unavyoona tupo eneo la soko, na soko hili bwana limeanza mnamo takribani miaka miwili, lakini tangu kuanzishwa kwake hakuna biashara zozote ambazo zikiendelea katika soko hili. Ni wafanyabiashara wachache sana ambao wanapatikana hapa kama unavyoona, na kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatokea hapa. Vijana Classic tupo na wafanya biashara na wenyeji wawili watatu ambao wao wataenda kutusogezea ni kitu gani ambacho kinasababisha soko hili kukosa wafanya biashara hapa katika hili soko. Bwana, habari yako? Salama, habari yako kwako? Safi kabisa, heshima yako? Marhaba, ujambo? Si jambo. Majina yako tafadhali? Mimi naitwa John Mboje. John Mboje. Bwana John Mboje, ni kitu gani au ni changamoto gani ambazo zinasababisha soko hili kukosa wafanyabiashara na kuwa kama hivi lilivyo? Tunaona yani mazingira kwanza hayako sawa, majani nini, na wakati kuna wafanyabiashara ambao wapo kule stendi Msongola wanafanya biashara, ingalia kuwa kuna soko ambalo limetengwa katika kata hii ya Msongola, wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Ni kitu gani ambacho kinapelekea kukosa wafanyabiashara katika soko hili? Nadhani changamoto iliyopo, kwanza kabisa ile eneo ni la mtu binafsi ambaye alitoa kwa watu wakazi wa Msongola ili waweze kufanya biashara pamoja na stendi. Lakini changamoto ambayo mimi naiona ipo, ingepatikana aidha elimu kati ya wamiliki wa eneo na wale wafanya biashara wenyewe pamoja na serikali, kwa sababu eneo ni la mtu binafsi, labda katika namna gani ya uwekezaji ili soko liweze kuendelezwa. Lakini mpaka sasa hivi hapa wafanya biashara waliweza kuingia, baadaye biashara haikuweza kuendelea. Lakini sasa hatujapata kujua changamoto ni ipi, aidha kati ya wenye eneo na utaratibu wa uendeshaji wa hizi huduma binafsi, kwa mfano kama stendi na soko. Hiyo changamoto kubwa ambayo mimi naiona kwamba ingetolewa elimu kwa yule mwenye eneo na wale wafanyabiashara na serikali kwa pamoja, kwa sababu ukiangalia kwenye taratibu za uendeshaji wa masoko binafsi na stendi binafsi, utaratibu wa kiserikali upo. Lakini sasa tunashangaa hili soko letu hapa na stendi yetu haifanyi kazi mpaka leo. Sawa, bila shaka wewe ni mwenyeji hapa, si ndio? Mimi ni mwenyeji, ni jirani, nyumba zangu ile pale mbele. Sawa, tunaomba kufahamu kwamba huenda labda ni tozo au ushuru ambao wamepangiwa wafanya biashara ni kubwa sana, ambayo imepelekea kwamba wao wameshindwa kufanya biashara kwenye soko hili. Hakuna tozo yoyote isipokuwa soko tu alianzishwa lazima wala stendi. Na wala hakuna tozo yoyote mfanya biashara na tozo ndani.